Yesu unastahili, hakuna kama wewe. Bwana Yesu unastahili. Uliyekubali kujitoa kwa ajili ya maisha yangu. Unastahili kuabudiwa Yesu. Mungu mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote ni Yesu. Unastahili. Hebu inua mkono wako juu. Hebu mwambie huyo Yesu, rafiki yako mwema uliyepewa na Baba, mwambie ninakuabudu. Hebu sema maneno mawili tu. Jamani, sauti hizo. Amina. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amina. Tunaomba tukae. Samahani, naona ratiba leo inaenda haraka kwa sababu kuna matukio makubwa na mengi. Kwa haraka kabisa tunaomba umtambue uliyekaa naye. Hebu msalimie, mtakie heri za kongamano na baraka zote za kongamano. Jamani, shike mkono basi. Bwana umwangalia hata kumwangalia. Hebu muulize umetoka wapi? Akwambia ametoka Njiro, ametoka Garamtoni, ametoka wapi? Ametoka Murieti, mwambie. Kongamano moto, si moto. Kama moto punga namna hii. Na kongamano letu limezaa matunda. Uongo kweli? Kama limezaa nyosha mkono juu. Nataka nikwambie, hata kitoto kichanga ambacho kilikuwa kinabebwa mgongoni kilikuja hapa, kimepata baraka katika jina la Yesu. Na nyumba yako imeinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ile ungalimited ambayo haikui kimajengo, haikui kiroho, iko juu kuliko mahali pengine popote. Amina. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Inua mkono tena jirani yako, muinue, mwambie umeinuka tayari. Hebu varia, inuka naye faster, unainuka naye faster. Halafu anashangilia. Mwambie hivi, utarudi chini tena. Wewe ni wa juu. Amina. Amina. Tuna dakika 10 za tukio ambalo liko mbele yetu, tukae. Monika, tunaomba utusomee Isaya 32 aya 15 ituongoze kwenye tukio linalofuata. Twende mara moja pale. Isaya 32 aya 15. Ndio. 32 aya 15 Isaya. Aha. Hata roho itakapomwagwa juu yetu, hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu. Na mimi nawauliza, Yoeli anasema atamimina roho. Isaya anasema roho itamwagwa. Wewe unataka ipi, ya kumimina au ya kumwagiwa? Ya kumwagiwa. Wangapi wanasema ya kumwagiwa Bwana? Tulipobatiza tulimiminiwa. Kipindi hiki Isaya ametabiri itakuja kwa nguvu, itamwagika mahali hapa leo katika jina la Yesu. Hebu inua mkono, pokea hiyo roho. Sema napokea na nyumba yangu yote. Na mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Wangapi wanasema nyumba, baba, mama na watoto mtumikie Bwana? Anasema hata roho itakapomwagwa juu yetu. Hebu sema juu yangu. Weka mkono kichwani, sema juu yangu. Kuna manabii kama Daudi, roho ilikuja kwa nguvu sana juu yake. Kuna nabii kama Samsoni, roho ilikuja sana kwa nguvu juu yake. Manabii wengi kama Bikira Maria, roho ilikuja kwa nguvu sana. Malaika anamwambia na roho, una roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Nataka nikwambie kuna nguvu itakuja na utazaa matunda leo. Leo, sema leo. Utabadilishwa bila wewe kujua. Sema amina.
Utashangaa umelala umeamka mwingine. Sema amina. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu mguse mwenzako mwambie wewe ni nabii wa Bwana. Pokea hiyo roho. Na mimi nawauliza, wako wakina Judith hapa? Wapo. Wakina Debora wako hapa? Wakina Elizabeth wako hapa? Wakina Hana wako hapa? Wakina Rebeka wako hapa? Wakina Sara wako hapa? Wakina Bikira Maria wako hapa? Asante sana. Amina. Kila siku tunataja wanaume. Eti kila siku wanaume. Na wakati kuna manabii wanawake. Uongo kweli? Wanawake mpo? Jeshi kubwa leo litapokea roho. Na hii ungalimited iliyokuwa chini sasa itakuwa juu katika jina la Yesu. Hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana. Mama, kuna watu waliona nyumba yako wakasema hapa ni jangwani, hapata hata kitu. Hapa ni jangwani, hapata za kitu. Hapa ni jangwani, hakuna atakaye soma. Hapa ni jangwani, hakuna atakaye kuwa na wataendelea kufa. Nataka nikwambie Biblia inasema ulikuwa jangwa, sasa utazaa sana. Ni shamba lizalo. Sio nataka ukao mwambie shamba lizalo sana. Unataka kuzaa. Nakwambia utazaa matunda, utakuwa mtu uliosheheni matunda. Sema amina. Amina. Maana sikiliza Bwana alichofanya, amefanya kitu kikubwa sana. Amepiga uchawi, piga matamiko, kanyaga ushirikina, piga vyote, alafu amekaa katikati ya nyumba yako. Nani atamuondoa Bwana katikati ya nyumba yako? Sema hakuna. Nataka nikwambie kuna matunda yanakuja. Sema amina. Amina. Wewe uliyekaa chini sasa utakuwa juu. Twende. Litakapohesabiwa kuwa msitu. Shamba linalozaa litapiga hatua, litahesabiwa kuwa msitu. Msitu wa nini? Wa neema. Hebu angalia mwenzako mwambie msitu wa neema. Ukiangalia hivi ndoa imepona, ukiangalia watoto wanasoma vizuri, ukigeuka namna hii afya ipo, unaangalia namna hii magonjwa hamna. Vigelegele Bwana. Ukiangalia namna hii kati ya watoto wako kiprofesa kiko kimoja na chenyewe pale. Mmoja ni kwa Morogoro Bwana. Sasa kuna bibi wa Umbwe kule Kiboshi. Anakuja kwenye mkutano anakaa hapa mbele. Kumbe nishai kumhubiria anataka nimjue na yeye amejiko Morogoro. Sasa mimi nikawa mimi naendelea lakini naona akichelewa anakuja kambe. Lazima kae hapo. Anakuja ametupia mtani wake alafu anaenda kaza namna hii. Alafu ananiangalia. Sasa akasema huyu bibi ni wapi? Baadaye nikasema ngoja tu nitaongea naye. Nikamwambia wewe ni wa Kilimanjaro. Akasema mwanangu sasa ni kweli umeniona. Maana nilikuwa nakuja nataka unijue ulinihubiria Umbwe na mtoto wangu. Alikuwa na degree moja wakati huo. Ukaniambia nitoe sadaka, nikamtolea, tukaja naye mbele. Sasa kwa nini unakuja Morogoro? Akasema amekuwa profesa Mzumbe, amejenga na nyumba ghorofa iko hapo. Alisema nilishika kichwa hiki. Nilimwacha kijana na degree moja, sasa nimemkuta ni profesa. Alienda kumleta, akasema mwalimu aliyokuombea huyu hapa. Profesa akaja, akanipa na namba, akaniambia wewe ni babangu wa kiroho. Katika jina la Yesu. Shika mwenzako. Mshike mkono. Mwambie leo. Leo. Tikiza kidogo. Zaa matunda. Zaa matunda. Alafu mfurahie, mwambie na kufurahia. Na kufurahia. Ndugu zangu, hapa City Park kuna mambo makubwa leo. Hebu sema makubwa. Wangapi wanataka mambo makubwa yatokee? Sasa kuna watu ambao wanapenda kabisa ya mambo ya kiroho yaendelee kwenye maisha yao. Kama unapenda nyosha mkono. Na kama unapenda kuna darasa ambalo litaendelea na haya mambo ya kiroho. Linaitwa darasa la kiroho na makuzi. Unalipenda au ulipendi? Hili litaendelea kuchochea hivi vitu tulivyokuwa nasema hapa. Ni darasa la muda mfupi, sio kama kongamano tena. Ni darasa la muda mfupi, walimu atasema hapa. Hilo ni darasa bora. Hebu sema bora. Sasa nataka kusema
nasema hivi, kama Mungu wako aisivyo, unatamani kuendelea na hilo darasa, unatamani kumzalia Bwana matunda kwenye familia, kwenye jumuiya, kanisani, kwenye kazi yako, shuleni, kila mahali. Na nimeona wamama wengi, nimeona vijana wengi wakitaka kuanza hilo darasa la kumtumikia Mungu. Naomba uje hapa mbele haraka, ni matukio ya baraka sana leo. La kwanza tukio ni hilo. Akija mtu ashangiliwe, sio kawaida hii. Tena kimbia. Wewe mama kimbia. Wachawi wamekuachia, waganga wamekukimbia, waganga wamesema hatumwezi tena, njoo sasa uvalishe ulinzi, njoo. Changamka. Sio hawa tu, ni wengi, hasa wakina mama. Ni wengi. Usijiulize ukasema sijui mimi ofisini kwangu. Kule ofisini matunda utazaa. Huko darasani matunda utazaa. Bado. Dakika 10 tu hizi. Bado. Kuna watu mmeponywa, alafu naendelea kukaa huko. Biblia inasema huko nje kuna wachawi, huko nje kuna mambwa. Angalia yasije akakung'ata, njoo. Kuna darasa linaendelea la lisali moja tu, tena jioni. Njoo. Changamka. Amua. Njoo. Hili ni swala la kuzaa matunda ndani ya kanisa, sio kwenye chama fulani. Ndani ya kanisa. Wakina mama, wakina baba, vijana, Yesu amesema hao ni wengi. Salama. Tafadhali wewe unaitwa, wewe ambaye Mungu amekuhudumia unaitwa. Njoo uzae matunda katika nyumba yako. Hatuhamasishi chama fulani hapa, tunahamasisha Ukristo ndani ya kanisa Katoliki. Ujae maarifa, utembee katika maarifa. Hili ni darasa la kiroho. Hebu wewe uliyekaa mwambie jirani yako, wewe vipi? Mbona hujigusi? Halo? Amua, mambo haya ni ya kuamua. Usiache mauti ikarudi kwenye nyumba yako, hapana. Umeshaoshwa, umeshatakaswa. Na wote waliompokea aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Kubaliana na Mungu, njoo darasani sasa. Umeshahubiriwa, njoo darasani. Kuna mtu anajiuliza huko. Sasa na kale kambege kangu, wewe njoo nacho tu, hamna shida. Tunawaongoza nyie. Angalia hiyo karatasi isiloe. Weke mfukoni, utaijaza leo na utairudisha leo. Fungua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, mimi kwa akili zangu mwenyewe nimeamua leo kuwa mfuasi wako. Nibebe haya maarifa na mimi nilihudumie kanisa. Kuanzia sasa nimeamua nije nyuma yako, nijifunze Kristo kwa utukufu wako. Wewe ni Mungu
unayerehemu na kuhurumia watu wengi, maelfu wa kupendao na kuzishika amri. Mimi ni mmoja wapo, nimehurumiwa kwenye hili kongamano. Rehema ya Mungu iko juu yangu. Umeniponya, umenisaidia. Nijaze sasa Roho wako Mtakatifu ajabu yangu, anipe nguvu ya kuendelea, niendelee vema kwa utajiri wa utukufu wako, katika jina la Yesu. Mimi miongoni mwa wale watendakazi katika shamba lako, katika jina la Yesu. Bwana, andika jina langu mbinguni. Leo nijulikane kwa Mungu. Yule tajiri hakujulikana jina, lakini Lazaro alijulikana kwako. Na mimi nijulikane kwako kwa majina yangu, kwa utukufu wako. Amina. Amina kubwa. Amina kubwa. Fungua macho, mshangilie Bwana. Nanyi washangilieni hawa. Asante Bwana Yesu. Naona